Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, kwa kunipa nafasi niweze kuchangia na mimi. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais pamoja na waziri kwa hatua kubwa sana ya kuona umuhimu wa kuwapunguzia tozo watu wa bodaboda. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana, kwa sababu hawa ni matajiri wetu wa baadaye. Tunawalea ili wakue, watoke kwenye bodaboda baadaye waendeshe magari. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba kuchangia kwenye swala la bidhaa zinazotoka nje. Wenzangu wamechangia kwa kirefu, nimemsikia Mheshimiwa Manyinyi amechangia vizuri. Mheshimiwa Spika, mimi natoka kijijini na tunatoka mbali sana na sehemu ambako hivi bidhaa nyingi tunazozitumia zinatengenezwa, hususan Dar es Salaam na Pwani kama walivyosema wenzangu. Na tofauti ni kubwa sana, lakini pia Mwenyezi Mungu pengine naye alipanga. Kuna wengine wawe mbali, kuna wengine wawe karibu. Sisi tumepata bahati ya kuwa na ujirani mwema kule kanda ya Ziwa. Nchi zinazotuzunguka kama Uganda, Burundi, Rwanda na Kenya. Tunategemeana vitu vingi sana, watu wa Tunduma, watu wengine wanaokaa mipakani. Mheshimiwa Spika, mimi nataka kuzungumza swala moja la bati, mfano kwenye bati. Mwaka 2019 haya mambo tuliyaondoa ambayo leo tunataka kuyarudisha ya kuongeza 10%. Tuliyaondoa na sababu maalum. Nafahamu sisi hatuna kipato kikubwa sana kwa watu wetu tunaowaongoza. Kwa sababu ya bei watu walikuwa wanakimbilia kuwezeka nyumba zao na majani. Tulikaa huko mwaka 2019 tukakubaliana, tukaondoa hayo mambo ya usumbufu kule mipakani. Tunapata hivi vitu vinakuja, tunapata kwa kweli bei rahisi. Leo nilikuwa najaribu kuangalia, ukiongeza hizi 10% mlizoziweka hapa, tunaenda kurudisha bando la bati ambalo sisi tunatumia kwa kijijini, tunawezeka nyumba zetu na geji 32. Litaenda kuuzwa shilingi 500 na zaidi, kutoka kwenye 320. Hii ni kuhamasisha tena turudi kujenga kwa manyasi. Na Mheshimiwa Waziri wa Fedha, wewe ni mwenzangu, na wewe kule kwako una matembe mengi kweli. Lakini juzi tunapita na helikopta, tunaona watu wameanza kuondoa yale manyumba ya kizamani ya majani na matembe, wanaenda kwenye mabati angalau kwenye hiyo geji 32. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba sana kwa sisi tuliopata bahati ya kuwa karibu na nchi zingine, tuangalie wapi ambako kuna hizi bidhaa tulizipitisha hapa kuna unafuu, mtupe uhuru. Kwa sababu kwa mfano tunajenga meli ya tani 400 kule Mwanza ambayo tunategemea iende nchi za jirani Kenya na Uganda. Hiyo tani 400 kama mnaanza kuweka haya masharti, tunabeba vitu gani kwenye hiyo meli? Maana yake tunatengeneza hasara tayari kwenye meli. Hatuna abiria atakayeenda labda Kenya au Uganda, kwa sababu tukienda kule tunaenda kuchukua bidhaa kwa ajili ya kuja kuuza Tanzania, na wao wanachukua bidhaa kwetu kwa ajili ya kupeleka kwa. Sasa ushauri wangu Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri, umefanya vizuri sana na sasa hivi tunakupongeza, unajaribu kuangalia hali halisi ya Watanzania. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, mmeweka kipengele cha kwamba kamishna atatoa msamaha. Sisemi kwa ubaya Mheshimiwa Mwenyekiti, na Kamishna Mwenda ni rafiki yangu sana, na bahati nzuri na yeye amepita humu ndani kwenye siasa, amepikwa vizuri, baadaye ndo amekwenda kuwa kamishna. Niombe Mheshimiwa, sio wote, hata kabla yake anajua aliyoyakuta mle ndani kwa roho yake ilivyo. Tukirudisha haya mamlaka tena kwamba unapoingiza bidhaa mpaka kamishna aone kama tunatengeneza rushwa kule mipakani, itakuwa ni kuabudu watu makanisani. Nikuombe Mheshimiwa Spika, kama itakubalika, nikuombe Mheshimiwa Waziri pamoja na wataalamu, najua wataalamu sio wote kwamba mna roho hizo, lakini kule ambako utataka msamaha, alafu Mheshimiwa, bidhaa zinazoingia ni vingi mno hata vilivyotajwa hapa. Sasa kamishna atashinda anatoa msamaha toka asubuhi mpaka jioni, kwa sababu ni maisha yetu haya. Nikuombe sana Mheshimiwa, kwa sisi wazawa na wafanyabiashara wenu wazawa Mheshimiwa Spika, kwa sababu mnakusanya kodi, hawana shida na kodi. Nikuombe Mheshimiwa Waziri na timu yako kwamba kwa wazawa wanaoingiza mizigo kutoka kwenye hizo nchi jirani, niwaombe wasiwe na masharti. Kwa mgeni wekeni masharti, lakini hao mnawatengeneza ili baadaye mje kuwakamua kwenye kodi zingine baada ya kuwa amekuwa. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana, pendekezo langu mimi, japokuwa tumechelewa kupeleka amendment, lakini ningeomba Mheshimiwa, hili swala wazawa wote wafanyabiashara walioko kanda ya Ziwa na mipakani wanaofanya biashara, tuwape uhuru wa kuendelea na biashara kama ilivyokuwa. Kwa sababu chochote utakachokifanya unaenda kutuumiza sisi watumiaji.
Leo tunapata simenti labda ya nchi jirani kwa bei nafuu, bati kwa bei nafuu. Bati Dar es Salaam ina bei kubwa. Utakapomwongezea chochote, sisi watumiaji tena tuanze kurudi kwenye majani. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, utakapokuja hapa, ninategemea jibu lako utakuwa umeshajadili na wataalamu. Kutuambia kwamba kwa wale wafanyabiashara wetu wazawa na tayari wengine wameshawekeza, sasa hivi biashara iko wazi. Ili mtu akupe bidhaa zake hata huko nchi jirani, lazima ukaweke labda hela kama bilioni 2 bilioni kadhaa. Tayari sheria inaanza tarehe 1. Haiwezekani tunaenda kuwaingiza wafanyabiashara wetu hasara. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, ukija hapa pengine uone namna jinsi ya kuliweka, kwa sababu huko nje kwa kweli umetengeneza taharuki sana. Sisi tuna miji kama Msoma, Tarime, Katoro, tunategemea hizo biashara. Ukitaka bidhaa rahisi iko inatoka sehemu fulani, inatoka sehemu fulani. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, inawezekana mmekaa kwenye vikao vyenu vya East Africa mkaweka hivyo, lakini mtatuumiza sana sisi watumiaji wa hali ya chini. Swala la pili Mheshimiwa, la energy, nataka kufahamu, nimesoma energy inawekewa ushuru wa 134 kwa lita .2. Ni sawa, jambo jema, lakini ukisoma kwenye kile kipengele kwa chini inaeleza hili ni kulinda afya ya mtumiaji. Sasa najiuliza, yani afya yetu sisi inawekwa rehani kwa ajili ya kodi ya shilingi 134. Hapana, kama wataalamu mmeshachunguza, na nimesikia mchangiaji Mama Salim alisema energy ni tatizo. Ni kweli, sisi wote humu ndani ukichoka ukisitua ka energy kidogo nguvu zinarudi. Sasa kwa watoto wenye miaka 10, miaka 8, 7 na wenyewe wanabugia energy tena mpaka 3. Tunataka kutengeneza watu gani sasa? Sasa mimi niombe Mheshimiwa Spika, kama mmeshaona hili ni tatizo, tusiende kuweka kodi. Ni afadhali tuweke kama kilevi kwamba inaruhusiwa kunywa na mtu wa miaka kuanzia 18. Sisi tumeshakuwa sikrepa, hata ukinywa sawa. Watoto wadogo na wenyewe tuwaboost kwa energy. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, haifai. Na nyie mjaribu tu, sisi watu humu ndani tuna watoto. Chukua energy moja mpe mtoto wako, hata kama alikuwa anasinzia, unaona anaanza na kwenda kucheza kwenye garden. Kwa hiyo ni vizuri tuangalie, hatuwezi kuweka kodi kwa sababu ya kulinda. Hiyo lugha kidogo inaleta mashaka kwamba tuitoe hiyo energy kunywa na kila mtu, tuipeleke kama ina madhara tukanywe watu ambao tumeshaona dunia inaendaje huko mbele. Mheshimiwa Spika, la mwisho na mimi nataka nichangie kama alivyochangia mchangiaji mwenzangu Mzee Sanga. Tunafanya biashara ya magari. Ukiweka magari kwa kumlinda mtu anayeunganisha magari Dar es Salaam, hii ni kuua ushindani kwanza. Kwa sababu tunaenda kukopa kwenye mabenki. Ukienda kukopa leo unataka Mchina mmoja, wanakupa mwaka mmoja na nusu, miaka 2. Ukienda kukopa Scania used wanakupa miaka 3, miaka 5. Sasa kwa nini mnataka kutupeleka kwenye turudi kwenda kumnyenyekea mtu mmoja? Lakini hata hivyo Mheshimiwa Spika, hata leo tukikubali kwamba tuache kuagiza nje, huyu mtu aliyeletwa Dar es Salaam, aliyekuja Dar es Salaam kuwekeza, ana uwezo wa kuhudumia demand ya wanunuzi wa magari Tanzania? Hawezi. Tunarudi tena kwenye ukoloni. Unalipa gari leo unaambiwa subiri miezi 3 na hela yako anayo, na hela ni ya riba ya benki. Hii haiwezekani, kwa sababu sisi tunahamasisha watu wawekeze. Tunategemea magari, maroli, matraki haya yabebe mizigo, yasafirishe. Tuache hayo mambo ya kuongezea utaratibu mwingine ambao utawakwaza wafanyabiashara, na hatuwezi kuwa wote uniform, kila mtu amiliki gari FAW au gari za Kichina. Hapana, tuachwe uhuru kama ambavyo gari ndogo mnavyonunua kuwa na Benz, unaweza kuwa na Rolls Royce kama uhuru wa magari mengine. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, kwa hili ujaribu kuangalia. Mwisho Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana Mheshimiwa Spika Tulia. Mimi na wewe tumeingia pamoja kwenye bunge hili. Kwa kweli umetuonyesha wewe ni mwanafunzi mzuri sana. Umefanya kazi kubwa. Inawezekana kila mtu wakati unaanza hata kupiga kampeni, mimi mwenyewe ulinifuata kuniomba kampeni, nilikushangaa nasema huyu dada atatuweza mle ndani wakati unaingia kwenye unaibu spika. Lakini umeweza kukopi vizuri. Leo tunajivuna tuna rais wa mabunge ya dunia. Hongera sana. Lakini Mheshimiwa Spika, hata sisi humu ndani, nimepata bahati ya kuzungumza wa mwisho, hata sisi humu ndani tumefanya kazi kubwa sana. Kila mtu aliyemo humu ndani amechangia kwenye maendeleo ambayo yanasifika leo Tanzania. Katika kusifika kwa bunge hili, wabunge wote hawa wamechangia vizuri, wamekusaidia mpaka mwenzetu tumeenda kuwa kule. Nikuombe na wewe utuombee. Sisi hatuna mashaka. Tunawaambia wana Uyole tuna kazi na wewe bado. Iwe jua iwe mvua, tunaomba hata wale wanaotarajia kwenda kuchukua fomu, mtu akifanya vizuri mwacheni. Sisi hatushindanishi degree, tunashindanisha utendaji. Nimeona kwako kuna madokta, sisi hatuhitaji kushinganisha elimu zenu. Tumeona huyu mtu anatakiwa mpaka na dunia, halafu naenda namwekea mtu Uyole. Kwa kweli mtaniangusha sana watu wa Uyole.
Mheshimiwa Spika Mwigulu Nchemba, na kuombea kura sana, umefanya kazi nzuri sana. Hongera sana. Najua kiti chako ni cha moto. Mtu akiitwa waziri wa fedha tunaamini kwamba anaiba hela. Lakini kwa kazi zote zilizofanyika umemshauri sana Mheshimiwa Rais na umeshauriana na baraza lote la mawaziri, umefanya kazi nzuri sana. Tunakuombea Mungu urudi. Mheshimiwa Spika, na mimi kijana wako hapa nimesimama kugiza vizuri leo, nimevaa kama shehe hapa. Hiki kiti changu Mheshimiwa, naomba unitunzie kwa sababu nimefanya kazi nzuri kwenye jimbo langu. Na ninawaomba wananchi wa jimbo la Geita, Nkome, Kakubiro, Bugarama, kata zote za jimbo langu, leo ndo namaliza hotuba yangu, tukutane jimboni. Mimi nimefanya kazi nzuri, nimeliweka jimbo langu kwenye ramani. Mheshimiwa Spika, wabunge wote kabisa naomba mniombee ili niweze kwenda kurudi tena na kulisukuma gurudumu letu la maendeleo. Wangapi mtaniombea? Mnyosha mikono. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. Asante sana.